Ndugu mtazamaji, ufumbuzi ni nini? Na ufumbuzi nitakaokupa ndugu mtazamaji ni ufumbuzi ambao umefanyiwa majaribio ya kutosha. Ukitumia dawa ya Subian hii hapa kwa kupaka wakati wa kulala, kutia kwenye maji ya vuguvugu na koga wakati wa kulala, kupaka kwenye matundu 7, na matundu 7 ni pua zako 2, mdomo wako, masikio yako mawili, utupu wa mbele na utupu wa nyuma. Kwa muda wa siku 7 jini mahaba anaondoka, hawezi kukaa. Mafuta ya Subian utayapata kama unaishi Mwanza. Ofisi zetu zinapatikana Mbugani soko jipya kwenye majengo ya BAKWATA mkoa. Utapata mafuta haya ya Subian. Ni kwa ajili ya kubatilisha uchawi, kuondosha jini mahaba, lakini kufungua vile vile mafundo ya kichawi. Ila tunapendelea kwa yule mwenye jini mahaba kupaka kwenye tundu 7, pua zake 2, masikio yake mawili, mdomo wake, utupu wake wa mbele na utupu wa nyuma. Mafuta haya yanapatikana. Kwa wewe ambaye uko nje ya mkoa wa Mwanza, unaweza ukawasiliana na sisi kupitia namba zinazopita kwenye screen yako ya simu. Tutakupa utaratibu tunakusafirishia vipi na yanakufikia vipi. Lakini kadhalika tunatuma hata kwa wale wanaoishi nje ya nchi. Wanaoishi nje ya nchi pia wanaweza wakapata mafuta haya. Tutawasafirishia. Muhimu ni kuwasiliana na sisi kwa namba zinazopita hapo. Lakini ndugu msikilizaji, kama nilivyokuambia ya kwamba jini mahaba, uchawi wanaweza kusababisha vifungo kwenye tendo la ndoa. Iwe ni kwa mwanamume, iwe ni kwa mwanamke. Mwanamume anaweza akakosa nguvu za kiume kwa sababu ya uchawi, kwa sababu ya mashaitani, kwa sababu ya jini mahaba. Pia wanamume tumewaandalia dawa hii. Hii dawa inaitwa Power for Men. Ni dawa mujarabu sana kukusaidia wewe ambaye huna nguvu za kiume, lakini umeathiriwa na jini mahaba au umeathiriwa na uchawi. Pia dawa hii unaweza kuipata hapa jijini Mwanza, maeneo ya Mbugani soko jipya kwenye majengo ya BAKWATA mkoa. Wewe ulioko nje ya mkoa huu wa Mwanza pia unaweza ukawasiliana na sisi kwa namba hizo zinazopita hapo ili tukupe utaratibu wa kukusafirishia dawa hii. Lakini kadhalika kwa wale walioko nje ya nchi pia wanaweza kuipata dawa hii. Ikiwa wewe ni mwanamume utapata Power for Men kwa matatizo haya. Lakini kama wewe ni mwanamke pia utapata Power for Woman. Kurejesha ladha ya tendo la ndoa, kuondosha maumivu wakati wa tendo la ndoa, kuingia hedhi mfululizo, lakini kufunga katika hedhi. Itakusaidia sana Power for Woman. Na matatizo mengi yanayoambatana na haya niliyoyasema. Ndugu mtazamaji, dawa hii ni rahisi sana, au dawa hizi ni rahisi sana kuzipata. Almuhimu ni mawasiliano tu. Tukianza na hii Power for Men. Power for Men ni mkombozi na ni suluhisho la wale wenye tatizo la nguvu za kiume kwa watu wa rika zote. Awe ni kijana au mzee, itamsaidia Power for Men. Kuna baadhi ya wazee wamejenga fikra kwamba ukishazeeka huwezi kuperform katika tendo la ndoa. Hapana. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafaradhisha ndoa kwa vijana na wazee, kuonyesha hata wazee nao pia wanatakiwa kuperform vizuri katika tendo la ndoa. Kwa hiyo Power for Men ni suluhisho na ni mkombozi kwa wale wenye tatizo la nguvu za kiume, awe ni kijana au awe ni mzee. Lakini Power for Men ni uhakika wa kurejesha furaha na ujana ndani ya nyumba yako kwa haraka sana. Watu wametumia dawa nyingi lakini zina stimulate taratibu mno. Zinachochea nguvu za kiume taratibu, lakini si Power for Men. Power for Men inakustimulate haraka na kukuwezesha kuperform vizuri katika tendo la ndoa. Power for Men itakupa nguvu ya kumudu mchezo wa nyumbani na kurudisha furaha kati yako na mwenza. Kuna baadhi ya nyumba furaha zimetoweka. Mume hana raha na mke, mke hana raha na mume. Kwa nini? Kwa sababu linakosekana lile tendo la kijinsia. Jitahidi sana na Mwenyezi Mungu akuwafikishe upate hii Power for Men. Itakusaidia na kuweka tendo lako la kijinsia kuwa katika mustawa. Lakini Power for Men ni suluhisho la tatizo sugu la wale ambao wanawahi kufika kileleni. Kuna baadhi ya watu akiingia tu tayari kishafika kileleni. Hili ni tatizo. Unamuacha mwenzako akiwa bado ana hamu. Na kama mwanamke si mcha Mungu anaweza akachepuka.
Kwa nini uchepukiwe bwana? Jitahidi sana na Mwenyezi Mungu akuwafikishe, njoo upate Power for Men. Power for Men itakupa uwezo wa kurudia tendo mara nyingi. Kuna mtu mwingine akifanya mara moja tu basi anakoroma mpaka asubuhi. Sasa ukitumia Power for Men itakufanya wewe uweze kurejea tendo la ndoa mara nyingi. Power for Men inakomesha uchovu baada ya kumaliza kufanya tendo la ndoa. Kuna mwingine akimaliza kufanya tendo la ndoa anakuwa ni mchovu, hata kuamka asubuhi kwenda kazini anakuwa hawezi. Tunamshauri atumie Power for Men. Power for Men inaongeza hamu ya kutaka kuburudika kwa haraka sana. Kuna mwingine anapata hamu ya kutaka kuburudika, amefanya tendo la ndoa labda mfano saa 4 usiku. Kabla kidogo ya kuchomoza alfajiri ndio tena anapata hamu anafanya. Sasa ukitumia Power for Men itakupa hamu ya kutaka kuburudika kwa haraka sana. Power for Men itakusaidia kurekebisha mifumo yote inayohusika na nguvu za kiume. Mfano mfumo wa uzazi unaoitwa Male Reproduction System. Tunapozungumza Male Reproduction System tunakusudia epididymis, seminal-vesicle, sperm duct, prostate glands. Zote hizi zinaboreshwa na Power for Men. Na zikishaboreshwa hizi, mwanamume anakuwa na uwezo wa kuperform vizuri katika tendo la ndoa. Kwa mfano epididymis zinakuwa na uwezo wa kufanya secretion of sperms. Na zinapozalishwa sperm kwa wingi, mwanamume anakuwa na uwezo mkubwa wa kuperform katika tendo la ndoa. Mfano hii seminal-vesicle ndio inao-store manii, inahifadhi manii, inahifadhi sperm. Na kutoka kwenye seminal-vesicle kuna sperm duct kwenda katika prostate glands. Vyote hivi vitaboreshwa kumfanya mwanamume awe na uwezo wa kuperform vizuri katika tendo la ndoa. Lakini nimezungumzia prostate glands. Ndio inayotoa nourishment and protection. Inatoa virutubisho na ulinzi. Na virutubisho vinapozalishwa kwa wingi, mwanamume anakuwa ana uwezo wa kuperform vizuri katika tendo la ndoa. Jitahidi uipate hii Power for Men, itakusaidia sana. Lakini Power for Men inaboresha mzunguko wa damu. Kama tunavyojua moyo huwa unasukuma damu kwenda katika sehemu tofauti tofauti za mwili. Na miongoni mwa maeneo ambayo damu inatakiwa ifike ni kwenye uume. Kuna baadhi ya wanamume damu huwa inaingia ujazo ambao haustahiki. Ujazo ambao ni mchache mno. Au damu inaweza ikaingia kwenye uume na kutoka. Inaingia na kutoka. Huyu mwanamume uume wake utakaposimama lazima utakuwa ni legelege. Na wakati mwingine anaweza akafeli bil jumla, kwa ujumla katika tendo la ndoa. Sasa dawa hii inaufanya moyo kuweza kusukuma damu vizuri na kupeleka kwenye uume ujazo unaotakiwa kumfanya mwanamume aweze kuperform vizuri katika tendo la ndoa. Lakini Power for Men inakwenda kuboresha mmeng'enyo wa chakula, kitaalamu tunaita digestion system. Mwanamume yote ambaye digestion system yake sio nzuri atakuwa na matatizo ya tumbo. Na ukishakuwa na matatizo ya tumbo, tumbo ndo injini, lazima utashindwa kuperform vizuri katika tendo la ndoa. Tumia Power for Men iende ikaboreshe mmeng'enyo wako wa chakula. Lakini Power for Men inazalisha hormone kwa wingi. Power for Men inatengeneza vizuri, inaboresha mifumo ya fahamu. Na ili kazi ya mwanadamu ifanyike vizuri, lazima mifumo yake ya fahamu ikae vizuri. Ndio maana tunaambiwa kuna nervous system, na kwenye hizo nervous system kuna afferent, ambayo hii afferent kazi yake ni kufanya transmission of nerve impulses to the brain for interpretation. Inachukua ujumbe kupeleka kwenye ubongo ili ubongo uweze kufanya tafsiri. Ubongo ukishafanya tafsiri, kuna kitu kinaitwa efferent carries impulses to the effector organ. Inauchukua ule ujumbe ule utafsiriwa kuuleta kwenye organi maalum. Na organi maalum tunayokusudia hapa ndio uume huo. Sasa unaanzaje kukosa nguvu za kiume ikiwa mwili wako unafanya hali kwa uharaka wa aina hii? Na tunapozungumza kwa wale ambao wamesoma coordination wanajua kuna vitu vitano. Kuna stimulus, kichochezi. Lakini kuna receptors, mahala ambapo kichochezi hupokelewa. Lakini kuna coordinator, mahala ambapo kile kichochezi kinakwenda kutafsiriwa. Lakini vile vile kuna effector, mahala ambapo majibu yanapatikana. Lakini kuna response, uamuzi. Sasa kwenye tendo la ndoa, stimulus, kichochezi ni mwanamke. Na huyu mwanamke akikushika, kile kichochezi kinapokelewa kwenye skin. Skin ndio receptors.
Na pale kwenye skini ndio kuna nervous system afferent inayofanya transmission of nerve impulses, inachukua ule ujumbe mwanamke akakushika kuupeleka kwenye ubongo, ambapo hapa kwenye ubongo ndio coordinator yenyewe. Ule ujumbe unafanyiwa interpretation, tafsiri. Ikishamalizika tafsiri, ule ujumbe unachukuliwa na efferent kupelekwa kwenye effector organ. Na hapo kwenye effector organ ndio majibu huwa yanapatikana. Na effector organ hapa ni ule uume. Maamuzi ya uume hapo inakuwa ni kusimama na kuperform vizuri katika tendo la ndoa. Kwa hiyo ukiitumia Power for Men inakwenda kuboresha ile mifumo ya fahamu ili uweze kuperform vizuri. Power for Men inatibu magonjwa nyemelezi. Kuna baadhi ya wanamume wanakosa nguvu za kiume kwa sababu wana magonjwa nyemelezi. Mfano hayo magonjwa nyemelezi ni ugonjwa wa kisukari. Tumia Power for Men. Lakini wakati mwingine inaweza ikawa ni pressure. Tumia Power for Men. Au unaweza ukawa una uzito mkubwa unakufanya wewe ufeli kuperform vizuri katika tendo la ndoa. Tumia hii Power for Men. Power for Men inakwenda kutibu ngiri. Mwanamume mwenye ngiri lazima atakuwa na mapungufu ya nguvu za kiume, lakini Power for Men inaenda kuondosha maumivu makali wakati wa wingu la mvua. Lakini Power for Men inakwenda kutibu wale ambao lile yai moja ni kubwa lakini jingine ni dogo. Anakuwa na yai moja kubwa, yai jingine ni dogo. Lakini inaondosha maumivu chini ya kitovu na kuondosha gesi kwenye tumbo na muungurumo wa tumbo. Vitu vyote hivi ukiwa navyo wewe mwanamume huwezi kuperform vizuri katika tendo la ndoa. Jitahidi uweze kupata hii Power for Men, itakusaidia. Lakini tunaporudi kwenye mafuta haya ya subiani, ukitumia vizuri pamoja na hii Power for Men, kama wewe mwanamume una kibamia, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka taufiki kwenye dawa hizi mbili. Kwa wale wanamume wenye vibamia itawasaidia sana. Na vibamia vimegawanyika katika sehemu mbili. Kuna mwanamume anaweza akawa na kibamia kwa sababu alifanya sana masturbation. Na hii inaitwa al-istimna'u biliyadi, kujistarehesha kwa mkono. Utatumia mafuta haya subiani kuchua katika ile mishipa, kwa sababu mishipa huwa inasinyaa. Kama wewe umefanya sana masturbation, mishipa huwa inasinyaa. Sasa haya mafuta ya subiani huwa yanaamsha ile mishipa na kuifanya kutuna, kukuepusha wewe kuwa na kibamia. Lakini utaitumia Power for Men ili ingie katika blood stream, kuamsha ile mishipa kwa ndani. Lakini kuna watu wengine vibamia vyao sio vya kuzaliwa, sio vile vinavyosababishwa na masturbation, ni vibamia vya kuzaliwa. Anazaliwa akiwa hivyo. Mafuta ya subiani pamoja na Power for Men inakwenda kumuondoshea hali hiyo biidhnillahi ta'ala. Narudia tena kusema kuyapata mafuta ya subiani na kuipata Power for Men ni rahisi mno. Kwa wale walioko Mwanza wanaweza kufika ofisini kwetu. Tunapatikana mtaa wa Unguja, Mbugani, soko jipya, kwenye majengo ya BAKWATA mkoa. Na wale walioko nje ya mkoa wa Mwanza watawasiliana na sisi kwa namba zinazopita katika skrini ya simu yako. Utatupigia, tutakupa utaratibu namna zinavyopatikana dawa hizi. Na kwa wale walioko nje ya nchi pia wanaweza wakawasiliana na sisi kwa njia ya WhatsApp. Masaa 24 WhatsApp zetu ziko online, ziko hewani. Unatupigia, tutakupa utaratibu namna utakavyopata dawa hizi. Lakini tulizungumza kuhusiana na akina mama. Akina mama watatumia hii Power for Woman, lakini pamoja na mafuta ya subiani. Kama ana jini mahaba atatumia mafuta ya subiani, lakini kama anakosa ladha ya tendo la ndoa na kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa na ana tatizo kwenye uzazi, atatumia Power for Woman. Kwa kifupi, dawa hizi zinatibu maradhi mengi unayoyajua na yale usiyoyajua. Lakini kwa wale wengine wanaohitaji mafundo 12 pamoja na mti mkavu unaochipua na kustawi ukilowekwa kwenye maji masaa 12, utapata dawa hii ya mafundo. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji Bailasan, kama tulivyozungumza katika klipu zetu zilizotangulia, ni rahisi mno. Jitahidi sana uweze kufuata utaratibu huu wa kujipatia tiba, tena kwa bei nafuu tu. Tunapozungumza kwa bei nafuu ni kulingana na ughali wa tiba zenyewe. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe kwa yote haya, kwani yeye ndiye almuwafiqu lisawabi walhadi ila sabili rashad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.